Nadhani Marekani pamoja na Israel wamejua namna ambavyo wanaume huwa wanajibu mashambulizi pindi wanaposhambuliwa. Tumeona mashambulizi makubwa sana ambayo yamefanywa na serikali ya Iran katika maeneo ambapo kuna silaha za kijeshi za Marekani kule Israel, na mashambulizi haya yanakuja ikiwa ni siku moja imepita baada ya Marekani kufanya mashambulizi katika maeneo ambayo yana urutubishaji wa nyuklia au urutubishaji wa uranium pale nchini Iran. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba Iran ilianzisha makombora kuelekea kambi ya anga Marekani ya AI Andreida nchini Qatar, kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa na taifa la Iran, ambapo Qatar ilijibu kwa kusema ina haki ya kujibu. Fahamike, siku ya Jumapili Rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza uwezekano wa mabadiliko ya utawala nchini Iran kupitia chapisho la mtandao wa kijamii, lakini bado kulikuwa kuna jibu kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei. Mapema Jumatatu, Rais wa Urusi Vladimir Putin alimkaribisha waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi katika ikulu ya Kremlin kujadili njia zinazowezekana za kuondokana na mzozo huo. Katika mkutano huo, Putin alielezea mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran kama uchokozi usio na msingi, ambapo hakuna uhalali wowote na vitendo vya Israel na Marekani ni haramu na vinakiuka kanuni za kimataifa, alisisitiza. Mzozo katika Mashariki ya Kati uliongezeka zaidi baada ya uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump mwishoni mwa juma kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran huko Fordo, Natanz pamoja na Esfahan. Baada ya kutangaza mashambulizi katika chapisho la ukweli la kijamii kwa maana Truth Social, kiongozi wa Marekani alisisitiza mara kwa mara kwamba Tehran haitakiwi kulipiza kisasi na kushiriki katika mazungumzo, akisema kwamba sasa ni wakati wa kutafuta amani. Ongezeko la hivi punde la mashambulizi linafuatia uamuzi wa bwana Donald Trump kufanya mashambulizi katika vituo hivyo. Baada ya shambulio hilo, Araghchi alilani hatua hiyo ya Marekani, akisema ni hatua ambayo inatakiwa kujibiwa kwa nguvu zote zile. Sasa msururu wa makombora 10 ya ballistic yameripotiwa kurushwa katika vituo vya anga vya kule Qatar pamoja na Iraki, ambapo Tehran imeanzisha mashambulizi haya ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani kote Mashariki ya Kati, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na hao. Iran wametangaza jina la operation hiyo ikiitwa ni Operation Herald of Victory. Hadi sasa imefanikiwa kushambulia maeneo mbalimbali nchini Qatar pamoja na kule Iraq. Mashirika mbalimbali ya vyombo vya habari yameripoti kwamba operation hii ya Herald of Victory hadi sasa imeshambulia vituo nchini Qatar pamoja na Iraq, ambapo picha zilizosambaa mitandaoni zimeonyesha mashambulio mengi ambayo yametua katika taifa la Qatar, ambapo kinga ya ndege imeonekana kuwa imewezeshwa na makombora mengi ya kuingilia kati ambayo yalirushwa na hao Irani. Shambulio hili limeripotiwa kulenga kambi ya anga ya Al Udeida, kituo kikubwa cha kijeshi kinachotumiwa na wanajeshi wa Qatar wa Marekani na Uingereza, na haikuwa wazi mara moja ikiwa kuna makombora yoyote yaliyofanikiwa kufika katika eneo hilo. Jeshi la Qatar limesema makombora yote ya Iran bila vifo wala majeruhi ardhini. Wizara ya mambo ya nje ya Falme za Kiarabu imelani shambulizi hilo kama ukiukwaji wa wazi wa uhuru wake, ikisema Doha inahifadhi haki ya kujibu shambulizi hili kutokana na kile ambacho kimefanywa na wa Marekani. Hata hivyo, vyombo mbalimbali vimeripoti kwamba makombora 3 kati ya 10 yalipita ulinzi wa anga na kushambulia kambi ya anga. Baadhi ya maduka yameweka idadi hiyo mara 2 zaidi, ikidai kuwa angalau makombora 6 yalifanikiwa kufikia lengo. Video ambazo zimeonekana katika mitandao ya kijamii, hasa vyombo vya habari vya Iran, vimeonyesha wakati makombora yaliporushwa katika kambi ya anga ya Marekani nchini Qatar, na silaha hizo zilifyatuliwa kutoka katika vifaa vya ambavyo vinakontroliwa au vinaratibiwa na simu katika maeneo ambayo hayakujulikana. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi la Kiislamu IRGC limethibitisha shambulizi hili katika kituo cha Al Udeida na kulitaja kituo hicho kama mali kubwa zaidi ya kimkakati ya jeshi la kigaidi la Marekani katika eneo la Asia Magharibi. Tehran imesema haitaacha shambulizi lolote dhidi ya uadilifu katika eneo lake, na mamlaka yake na usalama wa taifa wamesema watajibu kwa namna yoyote ile. Iran ilionya Qatar juu ya shambulio ambalo linakuja hapo awali ili kupunguza uwezekano wa majeruhi na uharibifu wa miundombinu kule nchini Irani. Iran yenyewe imesema kwamba shambulizi hili ambalo limefanywa ni sehemu tu ya mashambulizi madogo
lakini ni mashambulizi ambayo yanaweza yakawa na mfululizo katika maeneo mbalimbali, huku wakilenga maeneo ambayo yanamilikiwa na Marekani. Nchi nyingine katika ukanda huo ikiwa ni pamoja na Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait pamoja na Iraq zimefunga anga zao iwapo Irani itashambulia zaidi mali ya Marekani, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa zikielezea namna ambavyo wa Marekani wenyewe wamejizatiti kukabiliana na mashambulizi haya yanayofanywa na Irani. Baada ya shambulizi hili, tumeona Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alichapisha kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social akiandika, tovuti ambazo tulishambulia nchini Iran, kwa maana maeneo ambayo tuliyashambulia nchini Iran yaliharibiwa kabisa na kila mtu analijua. Ni taarifa za uongo pekee ambazo zitasema chochote tofauti ili kujaribu kudhalilisha kadri inavyowezekana, na hata wanavyosema ziliharibiwa sana. Anayefanya kazi kwa bidii juu ya uongo huu ni Alison Cooper wa Fake News CNN, Bob Bryan, L. Roberts mwenyekiti wa Comcast, John Carl wa ABC Fake News, na daima wote wamepotea. Tena Constant NBC Fake News haiishi kwa mikoba kwenye vyombo vya habari, ndio maana ukadiliaji wao nchini ni wakati wowote na tunawapa zero credibility. Yani wa Marekani wanasema kwamba hizo media CNN pamoja na media nyingine wanasema ni media fake, zimechapisha taarifa ambazo zinahusiana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani kule Iran ambayo yameshindwa kufua dafu. Kwa hiyo wa Marekani na wenyewe sasa hivi wameanza kuwa ni wahanga wa taarifa ambazo ni taarifa potoshi ambazo wao ndio wamekuwa wakiishi nazo miaka hadi miaka. Sasa leo wanasema wao wenyewe wanasema hao watu wa huko kwenye hizo media wanaongea vitu vya uongo zaidi, na wakasema wote hao wanaongea kitu kinaitwa fake. Video mbalimbali zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona anga mbalimbali zimefungwa Qatar pamoja na Bahrain, Kuwait pamoja na maeneo mengine ambapo sasa hakuna ndege yote ambayo inaweza katua huko. Tumeona waziri wa ulinzi wa kule Iran, wa kule Israel, Amir Nazardeh amezungumza na mwenzake wa Urusi Andrei Belosov akisema, our decision is to punish the aggressor with all our might and we will not accept an imposed peace. The statement hii imetolewa na huyo waziri wa ulinzi wa kule Israel, na waziri wa ulinzi wa kule Iran akisema kwamba watahakikisha wanakabiliana kinaga ubaga. Nayo Marekani imelaani shambulizi hili ambalo limefanywa katika maeneo yake ya kijeshi kule Qatar, na hizi ni moja kati ya maeneo ambayo watu walikuwa wanaamini pengine Iran asingeweza kuishambulia hiyo Marekani, lakini kama ambavyo niliwaambia ni kwamba awamu hii Marekani wamevamia eneo ambalo ni baya sana. Hao watu wanaofahamika kama wa Iran, hao ni moto ya kuotea mbali. Yani wao wameanza kujiandaa na hii vita tangu mwaka 1979. Na mnajua kwa nini wameamua kushambulia Qatar? Mnajua kwa nini wameamua kushambulia Iraq? Iraq ndio ambayo ilitumika kufanya mashambulizi ambayo yalianza tarehe 13 ambayo yalifanywa na hiyo Israel. Kwa hiyo wameshambulia maeneo ambayo yalitumika, na ndio maana wao walisema tutampiga yule ambao tunapigana naye, tutampiga yule ambaye anamsaidia, tutawapiga na wale washirika wengine ambao wanahakikisha mafanikio katika eneo hili la mapambano. Na ndio maana tumeona hao wa Iran wamesema wameshambulia haya maeneo. Ilikuwa ni tangazo la wazi kabisa, tofauti na propaganda ambazo zimetolewa na hao wa Marekani kwamba walifanikiwa kufanya mashambulizi katika hivyo vituo vya urutubishaji wa nyuklia kama hivyo Fordo pamoja na maeneo mengine. Wakati ukweli ni kwamba yale maeneo ya Fordo, Natanz pamoja na Isfahan, baada ya shambulizi la kwanza la tarehe 13, ni kwamba hao wa Iran waliondoa zile vitu vyote ambavyo vilikuwa vinahusika kwenye mambo yao ya operation pamoja na teknolojia na vitu vingine, waliviondoa vyote wakavipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo Marekani walifanya shambulizi katika eneo ambalo ni hamna kitu. Yani walifanya mashambulizi kwenye patupu. Hiki ndicho ambacho kinaendelea huko. Tunasubiri tuone wa Qatar watajibu nini, tuone wa Iraq nao watajibu nini, lakini pia Marekani wenyewe watajibu nini, wa Israel watajibu nini. Lakini mpaka sasa hivi mlio ni mkubwa zaidi ukanda wa Mashariki ya Kati.